Kabla ya taarifa hizi za ndani, na kuomba uchukue sekunde moja tu, ikiwa hauja subscribe uponyeze patani ya subscribe ambayo ipo hapo chini mwa kanda, na ukumbuke kuwasha kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu sana ili ni kuonyeshe na kukufichulia siri vile tunapeperusha matangazo haya kutoka Mbeya hapa Tanzania. Habari ambazo tuko nazo ni kwamba kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu ameangamizwa tena zaidi akiwa gerezani Ukonga, ambapo kufikia siku ya leo, wakati kesi yake ilikuwa imeratibiwa kusikizwa, amemaliza siku 307 tangu aweze kuzuiliwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka jana katika gereza la Ukonga baada ya kudaiwa ama kushitakiwa kwa kosa la uhaini. Sasa ni kivipi ameweza kuangamizwa akiwa gerezani? Hayo ndio naenda kukueleza, kwa sababu Tundu Lissu yeye mwenyewe ndiye ameweza kuambia majaji akiwa kwa mahakama kuu kule Dar es Salaam siku ya leo, akaeleza jinsi ambavyo ameangamizwa gerezani kwa muda huu wote, na ikumbuko amemaliza siku 88 pasipofikishwa mahakamani. Kulingana na vile aliweza kueleza mahakama, alisema ameangamizwa bakubwa. Nambari ya kwanza, kulingana na yeye, aliweza kuwaeleza majaji kwamba amezuiliwa kuwa na vikao vya faragha, yaani hata ndugu yake akitaka kuongea na yeye, hata mawakili wake wakitaka kuwasiliana na yeye gerezani, huwa hamuna kikao cha faragha. Kumaanisha yeyote kama ndugu ama wakili anapoenda gerezani Ukonga kuongea na yeye, askari wa jela lazima wasikize ni kipi ambacho wanawasiliana. Kumaanisha hana uhuru, ni kuangamizwa tu kila wakati. Hana uhuru wa kujieleza kwa mawakili wake kwa muda huu wote, na tangu tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka jana hajakuwa na nafasi ya kuzungumza kisiri na mawakili wake, akawaambia vile ameangamizwa kwa muda huu wote kufikia leo wakati alifikishwa katika mahakama. Tena alisema amepokonywa haki yake. Watu wamezuiliwa kuenda kumuona vile ilivyokuwa hapo mbeleni. Sasa kuna wafuasi ambao wanampenda, kuna viongozi wa chama cha Chadema ambao wanampenda, waliweza kuzuiliwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan, hawawezi kufika gerezani ili kumuona na hata kumjulia hali vile ilivyokuwa baada ya serikali ya Samia kufunga na kumupokonya nafasi ya kuonwa na wafuasi wake ama viongozi wakuu katika chama cha demokrasia na maendeleo katika taifa la Tanzania. Maombi hayo aliweza kuyawasilisha kwa majaji wale ambao wanasikiza kesi yake, ambao ni 3. Sasa akawaambia amekuwa akiangamizwa muda huu wote, hana kikao cha faragha, hawezi kuzungumza na ndugu yake, hawezi kuzungumza na mawakili wake, na wengi wamezuiliwa, hata wale wa Chadema kumuona ama kuzungumza naye. Amenyimwa haki zake kama mwanasiasa, kama mheshimiwa, kama mtetezi, kama mgombea wa kiti cha urais katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe wakati Tundu Lissu alifikishwa mahakamani siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa 2 mwaka huu, aliweza kushangiliwa wakati aliingia chini ya ulinzi mkali wa polisi. Aliingia mahakamani, shangwe zikatanda, watu wakaanza kumshangilia, wakianza kuimba
Tundu Lissu, Tundu Lissu, Tundu Lissu, Tundu Lissu. Yaani ishara tosha kwamba yeye ni mkombozi. Yaani kulijaa watu walitoka katika tabaka mbalimbali kuona kesi ambayo anashtakiwa ya uhaini inaenda kuamuliwa kivipi. Watu wakajaa, wengine wakamwagika nje ya mahakama kwa sababu kulijaa pomoni mule ndani, na hata serikali ya Samia Suluhu Hassan iliweza kushituka. Ni kivipi kiwango hiki ambacho Tundu Lissu anapendwa? Hii ni ishara gani? Ndio maana serikali ya Samia Suluhu Hassan inataka kukifuta chama cha Chadema ili kumwangamiza tena zaidi na kumumaliza kisiasa Tundu Lissu, jambo ambalo haliwezi kufutika ama kuwezekana, kwa sababu watu sio chama wanapenda tu, ni wanampenda mtetezi wao ambaye amekuwa akipigania haki za binadamu kwa muda mrefu na demokrasia ambayo ni Tundu Lissu. Hata chama cha Chadema kiweze kufutwa, hamna vile watawanyang'anya roho na mapenzi ambao wako nao kwa Tundu Lissu katika taifa la Tanzania. Msaidizi wa Tundu Lissu ambaye ni John Heche alisema kufikia sasa njama zote zimejulikana, zile ambazo serikali imeweka ya kwamba wanataka kukifuta chama, lakini akasema ya kwamba liwe liwalo na liwe, chama ni zaidi ya vile Watanzania wanampenda Tundu Lissu na hawatakubali chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan chama cha Chadema kufutwa kutoka msajili wa vyama vya kisiasa katika taifa la Tanzania. Kesi yake ilisikizwa siku ya Jumatatu lakini ikahirishwa, na kuna mipango ambayo inaendelea sio mzuri, kwa sababu kuna wale ambao wanasemekana ni wa kutoa ushahidi wa kusema ya kwamba wanataka kujificha kwa boksi wasionekane wakati wanatoa ushahidi, jambo ambalo ni kinyume na sheria za Tanzania, kwa sababu lazima waonekane. Hata kama hawataonekana na wale ambao wanahudhuria vikao vile vya mahakamani, lazima hata majaji wawaone ndio waweze kujua huyu anayezungumza anazungumza ukweli ama uongo. Yani ni jambo ambalo linataka kueneshwa ama kuenezwa katika kesi ya Tundu Lissu, lakini kufikia sasa lazima mikakati kapambe iweze kuwekwa ili Tundu Lissu asije akanyimwa haki zake wakati anajieleza na watu wale ambao watakuwa wanatoa ushahidi. Kumbukwe Tundu Lissu ameshitakiwa na kosa la uhaini, na kufikia sasa hamna yeyote ambaye amedhibitisha hayo, kwa sababu yeye alikuwa ameanzisha mchakato wa kusema ya kwamba no reforms no election. Alikuwa anataka mabadiliko yafanyike katika tume ya uchaguzi kabla ya uchaguzi kuandaliwa katika taifa la Tanzania. Naomba kumalizia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe na kuomba uchukue sekunde yako ya mwisho ukaweze kuponyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa za siri za ndani kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Kwaheri.